Marekani imezidi kuwa tishio kwa nchi za kimataifa, hasa Israel na Iran. Imetuma kikosi cha takriban ndege 12 za kivita za kisasa aina ya F-22 la kuchela nchini Israel, huku 11 zikitua katika kambi ya Hofda kusini mwa Israel na moja kurejea kutokana na hitilafu ya mafuta. Hii ni mara ya kwanza kwa ndege hizo za siri kutumwa Israel kwa makao na uhitaji kufanya operation ya kivita, si mazoezi ya pamoja. F-22 la kuchela ni miongoni mwa ndege bora zaidi duniani kwa ubora wa vita angani, ikiwa na uwezo wa kujificha kwenye rada, kuruka kwa kasi juu bila kuwasha nguvu za ziada, pamoja na uwezo wa kupenya anga linalolindwa na mifumo ya ulinzi wa hali ya juu. Ndege hizi hutumiwa pekee na jeshi la anga la Marekani na hazijawahi kuuzwa na kuwa washirika wote vile, hata kama ikiwa ni Israel. Hatua hii ni sehemu ya mkusanyiko mkubwa wa kijeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati unaotajwa kuwa mkubwa zaidi tangu uvamizi wa Iraq mwaka 2003, huku mvuto na Iran ukiongezeka kutokana na mazungumzo ya nyuklia yanayosuasua. Pia kuna hofu ya kuongezeka kwa mgogoro unaohusisha makombora ya Iran na makundi washirika katika Azerbaijan pamoja na West. Mbali na F-22, Marekani imeongeza uwepo wa ndege za F-35, F-15, F-16, ndege za kujaza mafuta angani, ndege za upelelezi na vikosi vya meli za kivita kama USS Gerald R. Ford na USS Abraham Lincoln zilizonukuliwa na AI Arabia English. Afisa mmoja wa Israel amedai kuwa shambulio la kijeshi Marekani dhidi ya Iran limekaribia kutokea. Taarifa hiyo inatokana na gazeti la Israel Yedioth 22 ambalo linanukuu vyanzo vilivyodai kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump katika siku za hivi karibuni. Vyanzo hivi vinasema Trump anaelekea kutoa amri ya shambulio la kijeshi dhidi ya Iran. Maendeleo hayo yanajiri wakati mvutano ukiongezeka katika eneo hilo, hasa kutokana na mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran, makombora ya msafara mrefu na masafa marefu na shughuli za makundi ya washirika wake katika kanda. Mali za kijeshi za Marekani zimeongozwa kwa kasi Mashariki ya Kati na Ulaya, huku picha za satellite zikionyesha ongezeko la ndege za kivita na meli za kijeshi, ikiwemo kikosi cha meli USS Gerald kama nilivyokuambia. Hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi. News Update Media, poa kimataifa.